kuja kukutana na timu kama Yanga, approach yao inakuwa ni tofauti kabisa, na hata wachezaji namna ya kujitoa inakuwa ni tofauti kabisa, kwa sababu wanakwenda kucheza katika minajili miwili. Ya kwanza kabisa ni kuipambania Singida iweze kupata matokeo chanya ili iweze kujiweka katika nafasi nzuri za kupambania nafasi za juu. Lakini kitu cha pili, hii ni jitihada mtu mmoja mmoja binafsi, akiamini kwamba anapokwenda kucheza na Yanga anakwenda kutangaza soko lake, anakwenda kuona kwamba namna gani anaweza akapatiwa nafasi aidha kwa Yanga mwenyewe au kwa timu nyingine ambayo inaweza kawa na kariba za kukaribiana na Young African. Kwa hiyo akitokea ameonyesha performance nzuri, hata kama Young African msimu ujao wasipokuwa wamemtazama, basi kuna wengine ambao wanaweza katazama kaona kwamba huyu anaweza katustahili. Kwa hiyo mechi ambazo anaweza kujitoa zaidi ni mechi ya dhidi ya Young African. Na hata kama ingekuwa Simba anajitoa zaidi mchezaji, kwa sababu anaamini kwamba hata macho ya watu wengi wanaitazama zaidi hiyo mechi, inakuwa talk of town, inakuwa headline. Kwa sababu gani? Kwa sababu inacheza dhidi ya timu ambayo tayari ina fan base kubwa. Kwa hiyo kila mchezaji atakuwa anahitaji kujitoa katika hali na mali kuweza kuonyesha kwamba namna gani anaweza akajitengenezea ugali wake. Kwa hiyo kuna crew yangu Mapunda Steven, alikadhalika mzee Kadege, na kwa pamoja tunaenda kukupatia yale yanayohusu michezo na kubwa zaidi ni kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara unaokutanisha Singida dhidi ya Young Africans. Tunafahamu Young Africans ndio vinara wa ligi, Singida nao mwendo wao ndo ule ule. Na siku za hivi karibuni wamekuwa wakisemwa sana, wanaitwa wazee wa goli moja. Mashabiki wanakuambia yani nyie mkipata goli moja tu hamtaki kuongeza tena. Wamekuwa na muendelezo huu wa kupata goli moja. Wakikufunga goli moja, unaweza ukibahatika kuchomoa ile goli moja ama ukimudu kuchomoa ile goli moja, basi mechi imeisha sare au mnaweza mkashinda nyie. Lakini wakishinda wao Singida, basi ni either wewe usipate goli kabisa, kwa maana wao wana uhakika kulipata ile goli moja. Sasa tunaenda kuangalia mechi hii kama wameitaka sana. Mechi hii kama wamehitaji zaidi. Mapunda Steven na mzee Kadege mtanisaidia hilo. Pengine kiufundi limekaaje ili Steven Mapunda? Unajua kwa siku za hivi karibuni Singida Black Star imeingia katika zile timu ambazo zina compete kwenye maeneo ya juu. Ukizungumzia katika timu 4 za juu, basi utaizungumzia pia na Singida Black Star, kwa sababu ndio timu ambayo kwa msimu huu imeweza kufanikiwa kuweza kushiriki michuano ya kimataifa, na imeshiriki for the first time na ikaweza kwenda hadi hatua ya makundi ambapo wameweza kukusanya alama. Kwa hiyo mpaka hivi sasa wana 0.5 katika alama zile za CAF, kitu ambacho kwao kimekuwa ni hatua moja kubwa sana. Kwa hiyo washaonja, na nakumbuka hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anakwambia hakuna ubaya kama kuwa mla nyama za watu, kwa sababu kila utakula tu kila siku. Kwa hiyo ameshaonja utamu wa kuweza kushiriki kimataifa, ameshaonja utamu kukaa katika nafasi 4 za juu. Kwa hiyo nafikiri lazima atakuwa anahitaji kuendelea kusalia katika nafasi hizo za juu. Na ukiangalia ili aweze kusalia katika nafasi hizo za juu, lazima ahakikishe kwamba anapokutana na watu ambao wao ni title contender aweze kutoa upinzani wa hali ya juu. Kwa hiyo hilo halikuepeki, na watu wanasema kwamba Singida Black Star ni timu ambayo inafunga goli moja tu, lakini hiyo ni approach kwa mechi zingine. Wanapokuja kukutana na timu kama Yanga, approach yao inakuwa ni tofauti kabisa, na hata wachezaji namna ya kujitoa inakuwa ni tofauti kabisa, kwa sababu wanakwenda kucheza katika minajili miwili. Ya kwanza kabisa ni kuipambania Singida iweze kupata matokeo chanya ili iweze kujiweka katika nafasi nzuri za kupambania nafasi za juu. Lakini kitu cha pili, hii ni jitihada mtu mmoja mmoja binafsi, akiamini kwamba anapokwenda kucheza na Yanga anakwenda kutangaza soko lake, anakwenda kuona kwamba namna gani anaweza akapatiwa nafasi aidha kwa Yanga mwenyewe au kwa timu nyingine ambayo inaweza kawa na kariba za kukaribiana na Young African. Kwa hiyo akitokea ameonyesha performance nzuri, hata kama Young African msimu ujao wasipokuwa wamemtazama, basi kuna wengine ambao wanaweza katazama kaona kwamba huyu anaweza katustahili. Kwa hiyo mechi ambazo anaweza kujitoa zaidi ni mechi ya dhidi ya Young African. Na hata kama ingekuwa Simba anajitoa zaidi mchezaji, kwa sababu anaamini kwamba
hata macho ya watu wengi wanaitazama zaidi hiyo mechi, inakuwa talk of town, inakuwa headline. Kwa sababu gani? Kwa sababu inacheza dhidi ya timu ambayo tayari ina fan base kubwa. Kwa hiyo kila mchezaji atakuwa anahitaji kujitoa katika hali na mali kuweza kuonyesha kwamba namna gani anaweza akajitengenezea ugali wake. Kwa hiyo ni mechi ambayo sio mechi nyepesi kwa upande wa Singida Black Star, kwa sababu anakwenda kucheza na bingwa mtetezi ambaye mechi iliyomalizika haikuwa mechi ambayo kwake na matokeo mazuri sana, kwa sababu alienda kuokota alama moja na pia hakuwa na mchezo mzuri sana dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo anakwenda kucheza na timu ambayo imetoka kujeruhiwa, ingawaja haijapoteza alama zote, imepoteza alama 2 pekee. La huyo pia ndiye anayeongoza ligi kwa sasa na ndiye ambaye bingwa mtetezi. Kwa hiyo wendi kukutana na mchezo rahisi. Kwa hiyo kwa minajilio, hata intensity ambao wanaingia nao Singida Black Star itakuwa ni tahadhari ya hali ya juu, na watakwenda kujipanga wa kuona kwamba tunakwenda kucheza na bingwa mtetezi na ambaye kwa sasa inaonekana pia naye pia anahitaji kuweza kupata matokeo zaidi. Na kibaya zaidi ni kwamba Singida wako nyumbani. Hii sasa inakuwa ubaya kwa Young African, kwa sababu Singida wakiwa wako nyumbani kwao huwa wanakuwa sio wepesi sana katika kuhakikisha kwamba wanaweza kuzilinda alama zao kwa dhati kabisa. Yes, ni maoni ya Steven Mapunda kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza wakati huu. Singida inaonekana kuitaka zaidi mechi. Mzee Kadege, leo nahitaji kitu tofauti zaidi kutoka kwako. Tuzungumze kiufundi kwa namna ambavyo unaiona Singida na Yanga. Mara nyingi imekuwa ikizoeleka kwamba Yanga anaachiwa na Singida. Wewe unaliamini hilo? Na kama unaliamini hilo unaona likienda kutokea tena kwa wakati mwingine kwenye mechi hii inayofuata? Na kama huliamini hilo ni kipi hasa unakiona kiko kati yao? Mimi nilivyoangalia kwa haraka mechi itakuwa ngumu sana. Ugumu utakujaje? Kwa sababu yani, Yanga na Singida mechi itakuwa ngumu. Kwa sababu gani mpaka mechi itakuwa ngumu? Kwa sababu Singida nao tayari kama alivyosema mchambuzi hapa kwamba tayari wameonja joto ya kucheza ligi ya mabingwa. Wameonja ule utamu ule wa kucheza ligi ya mabingwa. Kwa hiyo sasa hivi na wao watakuwa wanakuja juu ili waweze kupata pointi 3 ili wapate nafasi 4 za juu wacheze klabu bingwa. Sasa ugumu unakujaje? Yanga na Simba kule Zanzibar, yani sisi Yanga tunasema tumefungwa kwa kupata ile pointi 1. Kwa sababu sisi lengo letu tukachukua pointi 3 kule Zanzibar. Na sisi tulikuwa ndio wenyeji. Sisi ndio wenye mchezo. Alafu tukapata draw. Kwa hiyo kitu imetuuma sana na tumechanganyikiwa kweli kweli. Kwa hiyo tunapokwenda sasa hivi Singida kule katika uwanja wao wa Airtel hiyo, tunakwenda kutafuta pointi 3 kwa nguvu mno. Kwa sababu kama tutabugi tukafungwa kule Singida kule, Simba ndio watatumia njia hiyo hiyo sasa. Watapata mwanya hapo hapo wakuja kufanya hizo pointi zetu 5 tunazoongoza ili wapunguze gap. Kwa hiyo sisi tunapokwenda kule tunakwenda kwa akili mno, kwa tahadhari na kila kitu. Tunakwenda kutafuta pointi 3. Tunajua Singida watakuja kwa nguvu na kila kitu, na ukiangalia sasa hivi Yanga tuna majeruhi wengi. Kwa hiyo kikosi chetu kidogo kina majeruhi. Kwa hiyo najua watakuja kwa nguvu ili wapate pointi 3. Lakini sio kutoa pointi 3 itakuwa ni ngumu kutokana tubishajeruhiwa Zanzibar. Sisi Zanzibar mashabiki wa Yanga na wanachama, sisi tumefungwa na Simba. Simba mwenyewe alipokuwa anavuka Zanzibar hakutegemea kama ataanza kupata hata pointi 1 kule. Alijua kabisa ule mchezo anapoteza. Lakini kilichotokea tumepata pointi 1. Basi nashukuru Mungu tulichokipata, lakini hasira zetu, nguvu zetu tunakwenda kuzitoa kesho kule Singida. Na ndio maana watu wote walioondoka. Mimi leo nimepita mitaa Jangwani leo. Magari kwa magari yanaelekea Singida. Kwenda kutafuta pointi 3. Hakuna masiala tena sasa hivi. Lengo kupata pointi 3 ili tutangaze ubingwa mwaka huu mapema, tujipange kwenye klabu bingwa. Hicho ndio kinachoenda kutokea, ndugu mtangazaji. Sawa. Mzee Kadege huyo, Mapunda Steve. Naam. Nyota wapi wa kutisha ambao unawaona kwa upande wa Singida? Kwa upande wa Singida, Elvis Lupia huwezi kumwacha. Huwezi kumwacha Gwede Galadu, Joseph Gwede ameonekana kuwa ni mwiba wa kuotea mbali. Hawa ni wachezaji ambao mara nyingi wamekuwa wakiwapa matokeo zaidi. Rejea mechi 2 za mwisho, kuna mechi ambao waliweza kutoa sare ya goli 1-1. Ni Lupia ambaye aliweza kuleta matokeo chanya kwa upande wa Singida. Lakini pia mchezo wa mwisho ambao ulimalizika nafikiri ulikuwa dhidi ya Coast Union, ambapo Singida aliweza kushinda goli 1-0.
ni goli ambalo lilifungwa na Joseph Gwede. Kwa hiyo katika kikosi chao kwa sasa nafikiri hawa ni wachezaji wa kuchungwa zaidi, wachezaji ambao wana kariba zenye kufanana, wote wanacheza katika maeneo ya mwisho, maeneo ya juu, ambao hawa pia ukiweza kuwapa nafasi 2-3 basi wanaweza kukuliza. Kwa hiyo na ni wachezaji ambao wenye nguvu, wachezaji ambao wanaweza kuchukua mpira kutoka eneo la mbali wakaweza kudribble na kuweza kufika katika eneo la karibu, na hii sifa hii sana sana nayo Elvis Rupia ana uwezo wa kuweza kuchukua kijiji kwa umbali mrefu zaidi. Lakini ukija kuangalia kwa Joseph Gwede ana kimo ambacho kinambeba zaidi, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye mwenye nguvu sana katika matumizi ya nguvu, hususan mipira ya juu. Wanasema kwamba katika kugombania aerial balls amekuwa na ushindi wa hali ya juu, lakini pia kwa sasa naona amebadilika zaidi, amekuwa akifunga zaidi nje ya box, amekuwa akiwa na sifa hiyo zaidi. Nimemuona katika mechi zaidi ya 2 akiwa anajaribu kupiga nje ya box, kama sio box kubwa la 18 basi box dogo la 6. Amekuwa akifanya hivyo na amekuwa akipata matokeo chanya. Na hata ukiangalia katika mipira ambayo anaipiga kuelekea langoni mpaka hivi sasa, katika michezo ambayo ameweza kucheza kwa dakika ambazo ameweza kuzicheza, sijapata takwimu za haraka zaidi amecheza dakika ngapi, lakini katika mechi zote ambazo amecheza mpaka hivi sasa ni miongoni mwa washambuliaji ambao wamepiga mashuti mengi sana yaliyoelekea langoni. Yeye amepiga mashuti 9 kuelekea langoni, na katika mashuti 9 ambayo amepiga kuelekea langoni, mashuti 4 yamekuwa ni mashuti ambayo ni off target. Katika mechi 6 za mwishoni ameweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye, na kama katika mechi 6 anapiga mashuti 9, ana wastani wa kuweza kupiga shuti moja kwa kila mechi na ukapata ziada ya juu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye sio wa kuweza kumchukulia poa hata kidogo. Ni mchezaji ambaye anatakiwa kuchungwa zaidi. Kimo chake kimekuwa ni tishio, lakini pia hata namba zake kwa sasa zimeanza kuwa tishio. Elvis Rupia hiyo anafahamika toka jiunge na Singida Black Star, amekuwa ni mtu ambaye ameleta impact chanya sana katika eneo la mwisho. Wamekuja wachezaji mbalimbali kuja kuongeza chachu katika eneo lake, akiwemo Jonathan Soa, lakini still bado Elvis Rupia amebakia kuwa ni duru ya kuweza kuchungwa zaidi ndani ya kikosi cha Singida Black Star. Naam. Mapunda Steven, umetupatia tathmini nzuri sana, na kwa faida wanaotutazama pia tumsikilize na mzee Kadege. Mzee Kadege, Young Africans inapocheza dhidi ya Singida, binafsi unaitazama ni mechi kwa mazoea, achana hii mechi inayofuata. Mazoea yanatuonyesha ni mechi ngumu kwa nani zaidi, kwa Singida mwenyewe ama kwa Yanga, kwa namna ambavyo wamekuwa kikutana huko nyuma? Mechi wanakuwa tafu. Tofauti na watu wanavyoelewa, wanavyosema kwamba yani Singida anapocheza na Yanga basi huwa anamwachia, sio anajiregeza au sio anafanya fanyaje. Lakini hao ni maoni tu ya mashabiki, hasa mashabiki wa Simba hao. Lakini ninachokwambia Singida ni timu kubwa na ina wachezaji wakubwa. Hasa mshambuliaji kama yule aliyosema bwana mchambuzi, mshambuliaji kama yule Rupia ni mshambuliaji hatari mno. Umeona bwana? Ni mshambuliaji hatari mno. Kwa hiyo hata sisi tunavyoenda pale tunajua kwamba tunaenda kwa tahadhari. Tutakapofanya makosa tunaadhibiwa. Singida hata fuadi ya Simba, umeona walipata nafasi kama 5-6 hivi hawakuzitumia. Mwisho wanalalamika kwa goli ambalo la offside. Sasa kwa Singida makosa yale yasitokee, kina Rupia wale watatupia tu. Kwa hiyo tutaenda kwa makini zaidi. Na ndio maana nilikwambia nimekuta magari hayapungui 40-50 yanaelekea Singida. Wazee, vijana, watoto huko kwenda kutafuta pointi 3 kwa nguvu zote. Kwa sababu Singida kama tukiwafanyia mchezo jinsi walivyojipanga, kambi walioweka, basi tumeshapeleleza, tumegundua mbinu zao zote. Umeona bwana? Japo unajua Yanga huu mwezi wa Ramadhani, nyinyi mjaifuatilia Yanga tu. Yanga kila mwezi wa Ramadhani huwa inakuwa sio inasema sio inacheza chini ya kiwango au sio inakuaje. Mwezi wa Ramadhani Yanga wafanye yale mambo yetu. Wote wanakuwa katika mwezi wa Ramadhani. Sasa kwa Singida tumeligundua baada ya kupata draw kule, tunakwenda kuwakomesha Singida kesho. Lazima tupate pointi 3. Haijalishi tumafunga goli 1, tumafunga goli 2, tumafunga goli 3, tunachotaka pointi 3 ili tuweze kuchukua kombe mapema. Mwaka huu Yanga anataka kuchukua kombe mapema ili kwenye klabu bingwa tujipange liweze kuja hapa kombe la klabu bingwa. Ndio lengo letu. Hilo ndio lengo letu. Bwana, hilo ndo lengo la Yanga.
mzee Kadege akiongea kama shabiki lia wa Young Africans. Mapunda. Naam. Tumekuwa tukishuhudia mara kwa mara, niseme mara kwa mara au mara kadhaa, Yanga na Singida zinapokutana kidogo hali huwa ni tofauti. Unaweza ukasikia ghafla Singida mastaa wake kawapumzisha, mara kuna sababu hii sababu ile, sababu ambazo zinapelekea mchezo kupoteza ule ushindani. Kwa maana ya unaweza kukuta nyota ambao wanatazamiwa si ndio wanakosekana kwa sababu ambazo hazina mashiko. Hilo wewe kwako lina tafsiri nini haswa, na tunaweza kulitarajia kuelekea kwenye mechi hii, kwa sababu huwa linaibuka ghafla sana, na mwalimu ambaye aliwahi kufanya hivyo bado yupo Singida pale pale. Nakumbuka alikuwa Ouma msimu uliomalizika, ndio alishiriki kuwaweka nyota mastaa wao Singida nje. Wakina Elvis Lupia walianzia nje, wakina Jonathan Soa hawajaenda, hawakuzamilia kumpa ushindani unaohitajika. Wakina Mohamed Damaro Dumbia, Damaro Momo Damaro alianza nje. Safari hii nini unakitazamia, na unaona hilo ni jambo la kiungwana kimichezo? Unajua katika hilo mimi pia hata msimu uliomalizika nililisikia wachambuzi mbalimbali pamoja na wadau wakiwa wanalizungumzia ile ikawa kama topic, lakini mimi nikija kuangalia katika ethics za mpira sikuona yani sikuona madhara yoyote ambayo yameweza kutokea kwa sababu ya aina wachezaji fulani hawakuwepo kwenye pitch, na ndio maana akaweza kupatikana matokeo kama yale. Na ni game ambayo ilionekana kuwa ni game yenye upinzani mkubwa sana, na ileta upinzani mkubwa kwa Young African kwa sababu ile mechi Yanga alishinda kwa goli 2-1. Aliingia Jonathan Soa alienda kufunga goli 1, ilikuwa 2-1. Haikuwa mechi ambayo ilikuwa na margin kubwa. Yaani ingetokea kwamba wameweza kushinda goli 5, goli 4 kama walivyoshinda msimu wa mwaka 2023-24, msimu ule ambapo wakina Nixon Kibabage wakiwa bado wako Singida, wakina Fiston Mayere wakiwa bado hajaondoka Tanzania. Nafikiri kwa msimu wa 2022-2023 Singida Black Star anafungwa goli nyingi sana pale Benjamin Mkapa, na walikuwa fulu mkoko kipindi hicho, hata kina Juma Abdul Jafari wakiwa bado wapo Singida Black Star. Unajiona kabisa kwamba katika hilo huwezi kuilaumu Singida, huwezi kumlaumu mtu yoyote, kwa sababu na ndio msimu ambao Young African alimfunga kila mmoja. Yani hata wewe ambao unasema kwamba mimi hapa naweza nikaja kubato na Yanga nikiwa kamili, uliweza kufungwa. Kadhalika pia msimu uliomalizika huyu ambaye alikuwa amelalamika zaidi naye pia aliweza kufungwa na Young African, alimchangia karibu alama 4. Mchezo wa kwanza si alitoa sare, mchezo wa pili alifungwa, si ndio? Alimchangia alama 4. Msimu wa nyuma yake alimchangia alama 6. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo sasa wewe ambaye unasema kwamba unastahili kuweza kupata alama ukiwa kamili, hujawahi kupata alama. Sasa kwa nini umsakizie mwenzio? Kwa hiyo hii imekuwa ni kauli tu ya kipropaganda ambayo ipo, ila mimi siamini kabisa kwamba Singida Black Star kwa kupanga wachezaji wao wachache au wachezaji wao fulani waweke nje kwamba hiyo ni mpango kuweza kuwapa njia rahisi kwa upande wa Young African. Sio kweli, kwa sababu ukiangalia hata sasa hivi Singida Black Star kwenye msimamo wa ligi hayuko sehemu nzuri, hayuko sehemu salama. Ukiangalia kwenye msimamo wa ligi Singida Black Star kama sikosei yuko under 10 nafikiri, kitu kama hicho. Unaweza ukachungulia hapo. Sio pabaya. Pazuri vile. Sio pazuri kwa level yake, yani kwa level yake ukiangalia sio sehemu nzuri sana alipo yeye. Umeelewa vizuri? Alipo yeye sio pazuri sana, kwa sababu ukiangalia msimu uliomalizika alikuwa nafasi ya 4. Msimu huu yuko nafasi ya 9. Amecheza michezo 11. Katika michezo 11 ameshinda michezo 5 tu. Amesale michezo 4, amepoteza michezo 2. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo ukiangalia alama alizozikusanya katika michezo 11, amekusanya alama 19. Si umeelewa? Kwa hayuko pazuri sana. Ukija kutafuta
viwango vya ufanisi katika alama 19 ambazo amezikusanya kwa mechi zote ambazo amezicheza, tafsiri yake ni kwamba ana asilimia 57.5. Yani katika viwango vya ufanisi ameperform kwa asilimia 57.5 kwa alama 19 kwa michezo 11, kwa sababu michezo 11 alistahili kuwa na alama 33 ili aweze kuwa na asilimia 100 za ufanisi. Sasa huyu kakusanya alama 19, ana viwango vya ufanisi asilimia ngapi? Asilimia 57.5. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hata kwenye ufanisi wake hayuko vizuri sana. Ukija kumwangalia Young African naye pia ametai michezo, naye amecheza michezo 11. Michezo 11 aliyoicheza angeshinda michezo yote, angekuwa na pointi 33. Angekuwa na viwango vya ufanisi asilimia 100. Lakini ukimwangalia Young African katika msimamo wa ligi, yeye sawa yupo juu, anaongoza ligi, yuko juu hapo. Ana alama 29, si ndio? Alama 29 katika michezo 11 aliyocheza. Ukija kutafuta viwango vya ufanisi, maana yake ni kwamba anakuwa na asilimia 87.8. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unamkuta Yanga yeye katika mechi zote alizozicheza mpaka sasa asilimia zake ni 80 ngapi? 87 za ufanisi. Umeelewa vizuri? Yani efficiency yake ni asilimia ngapi? 87.8. Ukiround off ni 88. Kwa hiyo ina maana huyu katika alama 33 amezikosa alama 4 tu ili afikishe alama 33. Wakati Singida Black Star ana point 19, katika alama 33 amepungukiwa alama 14 ili aweze kufikisha alama 33. Kwa hiyo ina maana ana alama 10 zaidi ya Young African pungufu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kama katika mahesabu ya kuweza kuhitaji kukaa katika sehemu salama, ni kuhitaji kupata alama dhidi ya Young African. Kwa hiyo katika mahesabu kama hayo, siuoni urahisi wa Singida Black Star kuichukulia mechi kwa wepesi, kwa sababu kama ukipoteza mechi dhidi ya Young African, utakuja kupata nafasi ipi nyingine ya kuweza kupata alama ya wewe kukusogeza mbele? Kwa sababu ukishampunguza bingwa, kuweza kumpunguza zile mbio zake za kuelekea mbali zaidi, ukimvuta chini, tafsiri yake ni kwamba hata unaweza ukajipapatua kuweza kujisogeza katika eneo la juu zaidi. Lakini kama ukipoteza mbele ya bingwa, maana yake umezidi kumpa umeweza kumpa daraja la mbali zaidi, yani mnaweka gap kubwa zaidi kati yako wewe na bingwa. Kwa hiyo ina maana kwamba utatengeneza mazingira ya hatari zaidi katika siku za usoni. Kwa hiyo mimi nafikiri hata performance yake hapa mwanzoni, Diego alisema vizuri kabisa kwamba amekuwa na performance ya kuweza kufunga goli moja. Kama akishindwa kushikilia bomba, basi inakuwa 1-1. Akijitahidi kushikilia bomba, basi 1-0 amemaliza. Kwa hiyo ina maana kwamba hata namna ya kuweza kupachika mabao pia imekuwa ni ngumu zaidi. Kwa sababu ukiangalia hata katika goal difference zake ana utajiri wa magoli. Ana goal difference 4. Ukija kuangalia, yani ana kiwango cha magoli 4 ukitoa magoli ya kufunga na magoli ya kufungwa. Sasa unaona kabisa kwamba huyu ana hali mbaya zaidi ukimlinganisha na nani? Na Young Africa ambaye ana magoli 10+. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ukiangalia katika hali halisi ya kupambana, Young African anakuwa ana kila sababu ya kuweza yeye kukaa katika nafasi nzuri. Singida akiwa katika nafasi mbaya, ili aweze kukaa katika nafasi nzuri, aweze kupata matokeo dhidi ya Singida. Kwa hiyo mimi nakataa hilo kwamba kimpira kwamba Singida anaweza akafanya mchekee ili aweze kumpa urahisi Young African. Sawa. Hapo mzee Kadege, tukiwa tuna weka mambo sawa hapa, tukikaribia kutamatisha, kipi sasa tukitarajia kwenye mchezo husika? Chap. Cha kukitajia hapo ni ushindi tu. Na ndio bali nimekwambia watu wa Tabora, Mwanza, yani wajirani wako na Singida, Tabora, Mwanza, Shinyanga, huku Songea, sijua yale wale kwa jirani, wote wanakusanyika wale kuja kuishangilia Yanga. Lengo kuchukua pointi 3. Kwa sababu Singida nimekwambia hivi, kama tutafanya makosa tuliyofanya Zanzibar, tukakubali watawale mpira, watujie juu, watupelekee moto kwa nguvu, tunapoteza hiyo mechi. Kutegemea kwanza tuna majeruhi wengi. Alafu tayari tumeshaasilika na pointi moja tuliyopata Zanzibar. Kwa hiyo na sisi tumeshashtuka. Tunakwenda kwa nguvu zote. Ndio maana mashabiki watajaa kweli, kwa sababu mikoa ya jirani yote wanakuja pale. Lengo tukapate pointi 3. Sisi lengo fanya tupate pointi 3. Ili tukija kurudi sasa, kwa sababu uelewe, tukitoka hapo tunakutana na mtu na kigogo hapo. Nafikiri kwa haraka tunakutana na Azam. Kwa hiyo jua tuna kazi nzito. Azam naye anajipanga hapo. Hivi kuna mtu tulimtuma kwenda kuwapeleleza hapo, wanafanya mazoezi ya nguvu. Lengo wachukue pointi 3 kwa Yanga. Nao wawe juu, nao washaonja utamu wa kila ubingwa. Kwa hiyo tumeshajua yote hayo.
tunakwenda kutafuta pointi tatu kwa nguvu, na tutarudi hapa kwa Azam kama Chamazi, kama Taifa, si Chamazi, popote pale tuchukue pointi tatu kwa nguvu zote. Hatujalishi tuna majeruhi, hatuna, lazima tupate pointi tatu. Huo ndio ujumbe ninaotoa mimi. Sawa. Mapunda Steven. Naam. Mapunda Steven. Hapo sasa mimi nina jambo moja tu kwako. Utueleze matokeo namna gani tuyatarajie. Ndo sasa keka ili hapa. Unaweka unampatia nani? Kwanza kabisa ni mechi ambayo itakuwa na magoli. Sio mechi ambayo itaondoka bila magoli, itakuwa ni mechi ya magoli kwa sababu Singida yuko nyumbani, hatahitaji kujilinda sana, atahitaji na magoli kwa pande zote mbili. Kwa maana ya GG ndo watu sasa wanataka uweke mkeka hapa. Tutegemee GG haitapatikana. Yanga atapata clean sheet. Atapata clean sheet na Yanga wamwekee magoli mawili plus. Plus magoli mawili. Yaani magoli mawili and above. Wakiweka hapo uhakika kabisa kuweza kupata hiyo nani. Sioni Singida wakipata goli dhidi ya Young African kutokana na aina ya mchezo ambao wanaucheza, kwa sababu hata ukiangalia michezo ambayo wameweza kupata goli moja, wameweza kupata kwa shida sana, na katika maeneo mengine unakuta set pieces wanazitegemea zaidi kuweza kupata. Kwa hiyo unapokuja kucheza na timu ambayo iko too matured, inakuwa ni ngumu zaidi kuweza kupata hizo nafasi, kwa sababu ukiangalia upande wa Young African wao wanaweza wakamisi Dickson Job, lakini pia wameshacheza sana bila Maunyeto, bila Dickson Job na wakapata matokeo. Watamisi Pedro Pacome Zouzoua, hakuwepo uwanjani na watu walishinda 5. Na ukiangalia intensity ya Singida Black Star na intensity ya JKT Tanzania ni the same. Umeona? Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba kwa upande wa Young African wana nafasi zaidi ya kuweza kupata matokeo mbele yake. Kwa hiyo kwa yule ambaye anatufuatilia kwenye Jamvika na Salamba, kwenye mkeka wake ampe Yanga kushinda magoli mawili na kuendelea, na first half akiwa anaweka ule mkeka wa first half ampe Yanga ameshinda. Bwana, ndio Steve Mapunda hivyo anavyotuwekea nukta kwenye tathmini ambayo tumeifanya kuhusiana na mechi ya Singida dhidi ya Young Africans.